Sikia, nani mbunge wa Mbagala? Mbagala mliiona, na kila sehemu tunapoenda wenzetu watu wa usalama mnaona namna watu wa Mbagala walivyokuwa hawamtaki mgombea wa CCM hata kwa bahati mbaya. Na tunaosema wanaomkataa na wanaomtaka Kinyogoli awe mbunge wao sio watu wa CUF, sio watu wa Chadema, sio watu wa ACT, sio watu wa vyama vya upinzani, mpaka watu wa CCM katika jimbo la Mbagala. Wao wameshafanya maamuzi tayari, wanasema Kinyogoli ndiye mbunge wao. Polisi, ili mnalishuhudia kwa macho yenu, tunaomba tarehe 29, hebu fanyeni uadilifu ambao Mbagala hii itakuja kuwaheshimu na kuwatukuza matukuzo yaliyokuwa makubwa kwa kufanya ule uhuru usimamizi wenu, kwa sababu kwa upande wa wananchi sisi CUF tushamaliza Mbagala. Kura zote tunazo, tunachohitaji ni ule uhuru na utulivu siku ya kupiga kura, waende wakampeleke Kinyogoli wao katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Haya, leo viwanja kwa ajili ya michezo, na tunasisitiza sana michezo mpaka na madaktari. Viwanja vinajengwa mashule, watoto Mbagala hawana sehemu ya kucheza mipira, hawana sehemu ya kukimbia, hawana sehemu ya kufanya chochote. Tuwa mwakilishi kutoka katika chama cha wananchi CUF Saidi Kinyogoli anakwenda kulitetea jimbo letu la Mbagala. Wajumbe wa nyumba 10, sijui wajumbe wa shina, mnapita mitaani, mnachukua vitambulisho, mnaandikisha. Tunajua hiyo mbinu ni ya kitoto, imepitwa na wakati, na hamwezi kuiba kura zetu kwa sababu ya kuandikisha vitambulisho, kwa sababu ni kitu tunachokijua vizuri zaidi. Lakini pia hata hao mnaochukua vitambulisho vyao na wakawaambia wako pamoja nani, mioyo yao ipo mita 40,000 na mlipo nyinyi, siku ikifika na hivyo vitambulisho vyao, mtakuja kuona maajabu katika sanduku la kura, kwa sababu hakuna anayemtaka mgombea wa CCM katika jimbo la Mbagala. Nazungumza na watu wa Mbagala, uwe mwana CCM, uwe chama chochote cha upinzani, nataka nikuombe, mimi niliyesimama hapa, nikienda Dodoma nitakuwa mbunge mzalendo, mbunge ambaye kichwani mwake anaiwaza Mbagala tu, hakuna kingine ambacho nitakuwa nakiwaza zaidi ya Mbagala. Mbagala ambayo wewe uko ndani yake. Weka chama chako pembeni, niangalie mimi ambaye nakupa ahadi leo, nitakwenda kujenga hoja, nitakwenda kuomba kwa ajili ya Mbagala, kwa wahusika ambao wanashughulika na miundombinu, watupe nafasi za kutupendelea na sisi. Leo mpaka Buza barabara za mitaa zinatengenezwa, lakini Mbagala tunaonekana kama hatustahili mambo hayo. Nani anakwenda kusema kule? Mimi nataka nikaipaze sauti ya Mbagala katika bunge, kila mmoja katika nchi ya Tanzania aseme naam, Mbagala kuna mfano, kuna mbunge ambaye anatokana na wananchi, anajua wananchi wanachotaka ni kitu gani. Nipeni kura nikawatumikie. Na kuomba ndugu yangu, umeiona Mbagala hii imedhoofishwa sana katika maeneo ya michezo. Hapa tuna timu hapa inaitwa Mbagala Market, huwa inashiriki Ndondo Cup, lakini angalia mbunge ambaye ana dhamana ya kuisaidia timu hiyo na kuibeba hamasa, namna alivyokuwa ameparaganyika mpaka inafika mahala aliyemaliza muda wake anafanya na kuwaongopea zaidi. Ani anawaongopea ahadi za uongo ambazo hawezi kuzitekeleza. Ili jambo litakuwa mwisho siku mkihakikisha mmeweka tiki kwa Saidi Kinyogoli. Wallahi nawaambia, katika eneo la michezo pamoja na timu tulizokuwa nazo Mbagala, lakini vituo vya kukuza vipaji vya watoto wetu Mbagala, mimi ndio nitakuwa swahiba namba 1 kuhakikisha kila eneo linakaa sawa. Mbagala irudi katika ufalme wake wa kutoa mastaa wakubwa katika nyanja za michezo, kama wakati huo walivyotoka kina Samata na wengine hapa Mbagala. Bado tuna vipaji vya kutosha na tunaweza kuipeleka duniani. Kuna timu inakuja, timu ya jimbo, ambayo timu hiyo itakwenda kuyafanya makubwa katika ardhi ya Mbagala, na Tanzania itatuzungumza Mbagala katika michezo. Kule katika kata ya Kibonde Maji, ambayo ni kata jirani na kata yetu ya Mbagala Kuu, Kibonde Maji
Ukimaliza ule mji chini kule, wakati unakwenda mtoni, ukivuka unatokea sehemu moja inaitwa Goroka kwa kupitia Kimangulile. Pale kuna mto. Ule mto mbunge anayemaliza muda alienda kuongea na watu wa Goroka, akawaambia tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka 2023 mtakuwa mnapita katika daraja la kisasa na itakuwa mpaka magari yanapita katika daraja lile. Juzi nimekwenda pale kwa ajili ya kampeni zile za nyumba kwa nyumba kuongea na raia, nikafika mpaka katika ile daraja. Ile daraja sio kwamba limetengenezwa, hata huyo mkandarasi hajafika. Daraja lililotengenezwa pale lilitengenezwa na wananchi kwa msaada wa mgombea wetu udiwani kata ya Tuangoma, Mzee Mwamba. Simama Mzee Mwamba, akiwa mwenyekiti wa ujenzi wa daraja lile. Daraja lenyewe limejengwa kimaskini kwa kufungwa makama na mbao. Wallahi na umri wangu nimepita katika lile daraja kizunguzungu, nusu nianguke namna linavyoyumba. Napewa taarifa watoto wanapopita katika ile daraja kwenda shule kipindi cha mvua na maji mengi, kuna wengine huwa wanaanguka na tayari washakufa watoto kadhaa katika mto ule kwa ajili ya hadaa za mbunge wa CCM alizokwenda kuwafanyia watu wa Goroka. Niliwaona wadogo zetu wanaosoma shule ya msingi hapa Mbagala wakiwa katika maeneo ya choo kinachotumika na wanafunzi wa shule hiyo. Napeleka salamu kwa niaba ya wananchi kwa wadogo zetu hao. Mwenyekiti wa kamati ya afya ya shule hiyo, mwalimu mkuu wa shule hiyo na wapenda maendeleo wazazi wa maeneo haya, watoto hao wanaokadiriwa kuwa na umri wa miaka 10 kushuka chini, wastani wa miaka yao wanasoma kati ya darasa la 1 mpaka la 4, kishwa katika uzoaji wa taka ambazo zimelewalewa zilizoko jirani na choo, wakiwa wanatumia mikono yao, hawana gloves katika mikono yao. Kwa macho yangu na kwa masikitiko makubwa nimeshuhudia wadogo zangu hao, kwa dini yangu na hapa wallahi wa billahi wa tallahi, wanafungua chemba za choo kwa mikono yao, wanachakura kwa kutumia vijiti uchafu ili uchafu ule upite katika chemba. Watoto hawa umri wao miaka 7 na chini ya miaka 15. Chama cha wananchi kafu ni sauti ya wananchi. Tunawaomba wenye dhamana, watoto wetu mnawahatarisha afya zao. Hatuwezi kufumbia macho mambo haya. Katika jumla tutakayosema katika mikutano ya kisiasa ni pamoja na changamoto za jiografia ya hali ya hewa na mazingira yake ya kiafya, kuhakikisha watoto wetu na wadogo zetu wanakuwa salama. Mbunge ana wajibu wa namna mbalimbali. Wajibu wa kwanza namba 1 wa kisheria ni kuwawakilisha wananchi husika. Ili uweze kuwakilisha watu, kwanza lazima ujue watu wanataka nini. Wabunge wa CCM wamekuwa na tabia, wakishapata ubunge hawaonekani tena.